Mchapishaji mmoja nchini Kenya ameondoa kitabu cha shule ambacho kilikuwa na mchoro unaomuonyesha Mtume Muhammad kufuatia kilio cha viongozi wa Kiislamu na wazazi. Hii ilikuwa ni baada ya malalamiko ya kwamba ilikuwa ni kufuru kumchora mtume na kuwauliza wanafunzi wachore rangi katika mfumo huo. Kampuni ya Menta Publishing ilisema inajutia kosa kubwa katika kitabu cha masomo ya Kiislamu kwa wanafunzi wa mwaka wa pili wa shule ya msingi. Takriban 11% ya Wakenya ni Waislamu, kundi la pili kwa ukubwa la kidini. Picha za Mtume Muhammad zinaweza kusababisha machafuko makubwa kwa Waislamu, huko viongozi wengi wa dini ya Kiislamu wakisema ya kuwa mila inakataza wazi picha za Mtume Muhammad na Mwenyezi Mungu. Mwanazuoni wa Kiislamu kutokea mji wa pwani wa Mombasa, Sheikh Rashid Rajab Ramadhani, aliambia BBC ya kwamba kitabu hicho kinahatarisha na kupotosha watoto wadogo. Hakuna mtu anayepaswa kufikiria acha kujaribu kumchora Mtume Muhammad, hii inaweza kusababisha vita. Haya ni maneno ambayo aliyazungumza mwanazuoni mmoja wa Kiislamu kutokea mji wa pwani wa Mombasa, Sheikh Rashid Rajab Ramadhani. Sasa katika barua kwa jamii ya Kiislamu, mchapishaji huyu alisema ya kwamba imefika katika usikivu wake ya kwamba yaliyomo katika mojawapo ya vitabu vyake ni kukufuru kwa imani ya Kiislamu. Mchoro huo uliingizwa bila kukusudia katika kitabu hicho na kutambuliwa kimakosa kama sura ya Mtume Muhammad, alisema mkurugenzi wa Menta ambaye ni Josephine Wanjuki. Tunaomba radhi kwa dhati na kwa moyo wote kwa kosa hilo na tunajitolea kuhakikisha ya kuwa kosa kama hilo halitojirudia. Mwisho kunukuu kile ambacho alikizungumza mkurugenzi wa Menta ambaye ni Josephine Wanjuki. Mchapishaji huyo alisema ya kuwa ataondoa mara moja mchoro huo wa kukera kutoka kwa matoleo yote yajayo, na amejitolea kufanya kazi na Baraza la Elimu ya Kiislamu kukagua vitabu vyake vyote. Waislamu wote, wanafunzi na wasimamizi wa shule walio na nakala za kitabu imeshauriwa kuzirejesha kwa mchapishaji. Bwana Ramadhani alikaribisha hatua za kurudisha nakala za kitabu hicho, lakini aliweza kuwataka wachapishaji kushauriana na viongozi wa Kiislamu kabla ya kuchapisha vitabu vya Kiislamu. Masomo ya dini ni sehemu ya mtaala katika shule za Kenya. Swala kumuonyesha Mtume Muhammad limekuwa gumzo la muda mrefu na limezusha mvutano hasa Ulaya. Mnamo mwaka 2020, mwalimu wa shule katika mji mkuu wa Ufaransa, Paris, ambaye alifahamika kwa jina la Samuel, alikatwa kichwa baada ya kutumia katuni za Mtume Muhammad wakati wa somo kuhusu uhuru wa kujieleza. Mnamo mwaka 2021, mwalimu katika shule moja katika mji wa Butler nchini Uingereza alisimamishwa kazi baada ya maandamano ya wazazi wa Islam kwa kuonyesha katuni isiyofaa ya Mtume Muhammad. Baadaye mwalimu alirudishwa kazini na uchunguzi pia uligundua ya kuwa mwalimu hakukusudia kusababisha kosa kwa kuonyesha picha